Hujambo ndugu mtazamaji wa Man City TV, mimi ni Frank Lore Santore. Ule mkutano mkubwa wa Injili ambao unatarajiwa kufanyika katika viwanja vya Kanyenye pale Tabora. Tunayo ile mhubiri mkubwa wa kimataifa mwinjilisti Yohana Mwandunga. Leo utaenda kumsikia ni nini anatarajia katika mkutano huo. Moja kwa moja, usitoke, ungana nasi, usiondoke. Naam, karibu katika mahojiano mafupi na mwinjilisti wetu ambaye ataenda kuhubiri katika Tabora Mega Crusade. Moja kwa moja tuko naye na utaweza kumsikia nini matarajio katika mkutano huo na wamejipangaje kuelekea katika huo mkutano mkubwa wa Injili pale Tabora katika viwanja vya Kanyenye shule ya msingi. Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana asifiwe sana. Amina, habari ya uzima. Salama, namshukuru Mungu. Marhaba, ujambo? Sijambo kabisa. Mungu akubariki sana. Amina. Ya, karibu. Tumeona matangazo kwamba wewe upo katika huu mkutano wa Tabora Mega Crusade na ndio mhubiri wa huu mkutano. Ni kweli tutakuwepo na mkutano mkubwa sana pale Tabora ambao watu watarajie mambo makubwa ambao Bwana anaenda kuyafanya. Labda wewe na timu yako ya Injili umejipangaje katika kuhudumia wale ambao tayari wahitaji, kama ulivyosema kwamba wenye uhitaji waweze kufika pale na kuweza kuombewa na mambo mengine? Tumejipanga vizuri na wahudumu. Tuna timu ya maombi ambayo hata kabla hatujaanza mkutano watatangulia. Wataanza kwa ajili ya kufanya maombi, kuombea mkutano. Alafu baada ya hapo pia tuna timu ambayo itahusika pia kwa ajili ya matangazo. Matangazo yote ya kutumia media na pamoja na magari ambayo yatazunguka kutangaza katika mji huo wa Tabora hapo mjini Kanyenye. Kwa watu watarajia mambo makubwa. Makubwa. Yesu atakwenda kuonekana kwa sababu amesema katika neno lake kwamba siku za mwisho Mungu atamwaga roho wake. Kwa hizi ni nyakati za mavuno. Ni nyakati ambazo Mungu anakwenda kujitukuza. Hawana sababu watu wa Tabora ya kukata tamaa. Yesu ni jilio lao. Mungu akubariki sana mtangazaji. Amen. Ndio. Labda kwa kuwakaribisha kwa watu wa hawa wa Tabora, wakumbushe labda tarehe na muda ambao wataweza Mkutano wetu utakuwa unaanza saa 9 mchana. Hapo waimbaji mbalimbali, kwaya za pale mjini Tabora watakuwepo, na pia tutakuwepo na kwaya kutoka Dar es Salaam, TAG Magomeni. Tutakuwa tunaanza saa 9 mpaka saa 12. Kwa hiyo tunawaalika, muda ukifika watu waache shughuli zao waje kwenye mkutano. Asubuhi wafanye kazi zao kwa bidii, lakini ikifika saa 9 ni wakati wa mambo makubwa ya Mungu ambao Mungu anakwenda kuonekana. Na wakumbushe tarehe pia za kuanza mkutano mpaka kumaliza. Mkutano wetu utaanza tarehe 8 mpaka tarehe 12 mwezi wa 7. Siku ya tarehe 7 ni siku ya mapokezi ambayo timu ya maombi pamoja na wahudumu mbalimbali watatoka Dar es Salaam, wataingia hapo, na mimi nitatoka Mbeya. Tutakutana pale siku hiyo. Na siku hiyo tutamshukuru Mungu na kufungua uwanja, kuweka wakfu. Tarehe 7 hiyo tutakuwa na maombi ya kuweka wakfu. Alafu tarehe 8 moto unawaka. Moto unawaka ndani ya Tabora. Mungu atakwenda kujitukuza. Amen. Kama kuna watu wamekaa kwa waganga, wamekaa na magonjwa, wameonewa na nguvu za giza, basi waje Kanyenye pale shule ya msingi Kanyenye Tabora mjini. Na mkutano huu umeandaliwa na majimbo mawili ya TAG, lakini tunawaalika watu wa dini zote, watu wa kila kabila, watu wahudhurie huu mkutano. Tumeuweka nje. Ingekuwa ni mkutano wa TAG tu tungeuweka ndani. Tumeuweka nje kwa watu wote. Ni habari njema kwa watu wote. Kwa hiyo tunawaalika wafike, watu wakutane na Mungu, na hata watakaookoka tunaamini tutahakikisha tumewaombea na kuwakabidhi wachungaji watakaowalea. Mungu akubariki sana mtangazaji. Barikiwe sana. Asante sana. Na watakia kila laheri, na bado tunaendelea kuombea. Niko hapa Dar es Salaam kwa ajili ya huo mkutano. Nimetoka Mbeya kwa ajili ya kuja kukaa pamoja na hiyo timu ambayo tutaongozana nayo kwenda Tabora. Kwa hiyo Jumapili tuna ibada ya mwisho ambayo baada ya hapo tena tunaingia kwenye maombi. Kwa hiyo huu mkutano umeombewa sana. Umeombewa sana. Tuna wiki za kutosha kufanya maombi kwa ajili ya mkutano huo. Kwa Mungu siku zote watu wakiomba, Mungu anajibu maombi. Amen. Bila shaka umesikia ndugu mtazamaji wetu, na umeweza kuelewa kila kitu kinachoendelea. Maandalizi yapo ya kutosha, na wewe mwarike na mwenzako, mwarike jirani yako, usiweze kukosa katika mkutano huu wa Injili. Kumbuka tarehe 8 mpaka tarehe 12 Julai 2026 kuanzia saa 9
tutakuwa katika viwanja vile. Mungu akubariki sana. Amen.